Ajenda ya katiba mpya. Kwa maoni yangu mimi, kadiri mambo yanavyokwenda kwenye eneo la katiba mpya, kuna ishara ya wazi kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inawaadaa Watanzania kwenye eneo la katiba mpya, kwa sababu haupati katiba mpya kwa sababu rais ameiahidi ndani ya siku 100 ndani ya bunge. Haupati katiba mpya eti kwa sababu kuna tume fulani imetoa hoja kwamba tupate katiba mpya. Commitment ya kweli ya serikali, kama kweli inataka kuleta katiba mpya kwa vitendo, hiyo unaipata kwenye mjadala wa bunge la bajeti, kwa sababu mchakato wa katiba mpya una vipengele vyake, una hatua zake, na hizi zote zinapaswa kupangiwa bajeti yake. Lakini ukiufuatilia mjadala unaoendelea kuanzia kwenye hotuba ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, nilieleza ndani ya bunge, ukiisoma hotuba yote ya waziri mkuu haukutani hata kwenye aya moja, hata kwenye ukurasa mmoja akitamka juu ya katiba mpya. Mimi niliamua kuwa mvumilivu. Nilijua hili jambo tukilikosa kwenye bajeti ya waziri mkuu, tutakutana nalo kwenye bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, kwenye hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria, kama ilivyokuwa kwa waziri mkuu, namo humo haukuti hata mara moja wakitamka juu ya katiba mpya. Nikasema kama sijaipata kwenye hotuba, niende kwenye randama. Kwenye randama ndio unakutana na mafungu yote, fedha zote zilizotengwa. Nimekwenda kule, nimesoma randama zote za Wizara ya Katiba na Sheria, sijakutana na shilingi hata moja ambayo imetengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba bunge la bajeti linaloendelea hivi sasa hapa Dodoma halijatenga hata senti moja kwa ajili ya katiba mpya. Hii maana yake serikali ya Chama cha Mapinduzi inatuadaa Watanzania. Huku nje unatawala wimbo wa katiba mpya kwa maneno matupu. Humu bungeni kwenye wakati wa kutenga fedha kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya haitengwi hata shilingi moja. Hitimisho langu mimi ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inasogeza muda mbele. Inataka huu mwaka 2026 2027 pasiwe na mchakato wote ule wa maana wa katiba mpya. Na kama una katiba mpya, hauna tume huru ya uchaguzi, hauna mageuzi ya msingi ya kisiasa. Sababu mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii, msingi wake unaupata kwenye katiba mpya. Maana yake ni kwamba CCM wanatuadaa, CCM wanatuongopea. Wimbo wa katiba mpya wanawimba usoni, haupo moyoni. Na mimi ninawaahidi hatutokubali watuadae namna hii. Tutaendelea kuwadhihirisha kwa Watanzania nia halisi ambayo wanayo mioyoni mwao. Wito wangu, tunatoa wito kwa serikali kwa namna itavyoona inafaa, mpaka tunahitimisha mjadala wetu wa bajeti kwa kuipitisha bajeti kwa ujumla wake, ni lazima ieleze bayana ni kiwango gani cha fedha kimetengwa kugharamia mchakato wa katiba mpya. Wito wangu wa pili, tunaitaka serikali itoe kalenda kamili ya mchakato wa katiba mpya. Tutaanza na hatua gani? Imetengewa fedha kiasi gani? Na hii itakuwa wakati gani? Itafuatiwa na hatua gani mpaka hatua ya mwisho ambayo ni kura ya maoni kwa maana ya referendum, ili Watanzania waweze kupata katiba mpya. Na narudia ushauri niliowapa, Watanzania sio wajinga, wanajua. Kama haumaanishi, wanajua. Watanzania wa kawaida vijijini na mijini, kama hautaki kuwapa katiba mpya, wanajua katiba mpya sio magendo. Katiba mpya sio bangi ifichwe fichwe mchakato wake.
katiba mpya ni mali ya Watanzania. Ni lazima mchakato wote uweke mezani, wadau wote washirikishe, waweze kujua. Sio mnatupa vipande vipande kama hisani. Leo tutakuwa na tume ya maridhiano, kinachofuatia hatukijui. Katiba mpya sio mali ya CCM. Mpaka CCM iamue tutawapa hiki, kinachofuata hatuwaelezi, mtakijua wakati huo. Hilo la kwanza nilitaka niliseme. La pili ni ukweli kwamba serikali imekitupa kilimo na imemtupa mkulima. Hili nilisema kiasi ndani ya Bunge, lakini kama kawaida yao wakataka kula dakika zangu. Kwa hiyo nimesema kidogo. Sijasema vile ambavyo nilitaka ujumbe ufike. Hitimisho langu ambalo nataka lieleweke vizuri. Bajeti sio mchakato wa kupoteza muda. Bajeti ni mchakato unaobeba gharama kubwa sana mpaka tunaipata bajeti. Tunakaa hapa Dodoma kwa takriban miezi mitatu. Hizi ni fedha za walipa kodi. Mchakato huu ni lazima uheshimiwe. Kinachoidhinishwa na Bunge ni lazima kitekelezwe. Sasa ukisoma hotuba ya bajeti ya Waziri wa Kilimo, inaeleza bayana kwamba utekelezaji wa bajeti iliyopita ambayo ni bajeti ya mwaka 2025 2026 mpaka kufikia mwezi Machi, na nyinyi mnafahamu mwisho ni mwezi Juni, kwa sababu mwezi Julai tunaanza na bajeti mpya ya serikali. Taarifa za wizara yenyewe zinaonyesha mpaka kufikia mwezi Machi utekelezaji wa bajeti ya 2025 2026 ulikuwa ni 42%. Hii maana yake ni nini? Maana yake ya kwanza ni kwamba serikali ya CCM haiko serious katika kutekeleza bajeti. Kama mpaka mwezi Machi unamalizika 42%, unadhani mpaka mwezi Juni tutakuwa tumefikia wapi? Mimi ninakadiria hatuwezi kufikia zaidi ya 60%. Sasa ndio nikasema kwamba hii inapoteza maana mzima ya mchakato wa bajeti. Kama tunapitisha bajeti alafu serikali haitekelezi kama tulivyopitisha, maana yake ni kwamba serikali hailiogopi Bunge, au maana yake ni kwamba hizi bajeti zinatengenezwa kinadharia tu, lakini haziangalia hali halisi ya mapato yatayokusanywa. Ndio nikatoa changamoto kwa serikali kwamba mchakato tunaokwenda nao wa kupitisha bajeti ya Wizara ya Kilimo umepoteza maana yake. Kama kipolo tulicho nacho cha 2025 2026 utekelezaji ni 42%, ina maana gani sasa kuwa na mjadala wa bajeti mpya? Situngeendelea na bajeti ile ile? Yaani miradi ya umwagiliaji na madeni chungu tele, wakandarasi hawalipwi. Tunaelezwa na taarifa ya wizara yenyewe ni kwamba takribani miradi ya umwagiliaji 50 ambayo ilipaswa kutekelezwa katika mwaka huu haijaanza, na miradi mingine 10 inachechemea. Una maana gani kujitapa kwamba una bajeti mpya ya zaidi ya trilioni 1 wakati hii bajeti iliyopita hujatekeleza? Kwa hiyo nilizungumza kifalsafa kidogo, na ndugu yangu Lusinde hakunielewa. Anasema sasa wewe bajeti ikija kidogo ndo unasema bajeti isimame. Mimi nilizungumza kifalsafa kidogo kwamba kama yalokuwepo sasa yamekushinda, usikimbilie ya mbeleni, tekeleza kwanza ya sasa. Haina maana ya kutunga bajeti mpya kama hii ya sasa hatujatekeleza. Tungechukua vipolo vya mwaka jana tukaandika bajeti ya 2026, bajeti ya 2026 27 basi, kuliko kudanganyana kwamba kuna bajeti inatekelezwa hapa na kuna bajeti haitekelezwi kwa kiwango hiki. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tunayaona.